siku moja. Lakini kumbukeni, Biblia imetuambia katika Mathayo sura ya 5 ya kwamba wenye upole watairithi nchi. Hiyo ni kweli, wenye upole na wanyenyekevu watairithi nchi. Yesu alisema, heri wenye upole, watu wanyenyekevu wasiojaribu kuwa kitu fulani kikubwa mno, watairithi nchi. Yesu alisema hivyo. Naam. Sasa wao walichafua, naye Mungu atawaangamiza, lakini wenye upole watairithi nchi ikiisha kusafishwa. Sasa jamani, sasa ile hati miliki iliyopotezwa sasa iko mikononi mwa mwenyewe wa asili, Mwenyezi Mungu. Hati miliki ya dunia na ya uzima wa milele, wakati Adamu alipoipoteza, ndivyo mikono michafu ya shetani haikuweza kuchukua. Kwa hiyo ilimrudia mwenyewe wa asili, Mungu mwenyewe. Tutaona jambo hilo punde si punde tu. Huyo hapo ameketi kwenye kiti cha enzi akiwa nayo mkononi mwake ile hati miliki. Hilo linanifanya kulifikia wa kidini, hati ya kumiliki ya uzima wa milele, hati miliki ya siri ya uzima wa milele. Wakati Adamu alipoipoteza kwa ajili ya hekima badala ya imani, ilirudi kwenye mikono ya mwenyewe Mwenyezi Mungu. Ni jambo kuu jinsi gani! Vema, kungojea inafanya nini katika mikono ya Mungu, ikingojea madai ya ukombozi? Yeye alifanya njia ya ukombozi, alifanya njia ya kurudi, na siku moja mkombozi huyo atairudisha. Unaona mahali tunapoelekea sasa? Tunamwangalia mtu huyu anayeketi kwenye kiti cha enzi, vema, akingojea madai ya ukombozi. Ukombozi wa hiyo kitabu hiki cha ukombozi ni nini? Hii hati miliki ya kuazika. Unasema hati ya kuazika, maana ya siri ni nini? Inamaanisha imefuatiliwa kule nyuma kabisa mpaka mwanzo wake, kama lile tone dogo la wino asubuhi ya leo, wakati lilipodondokea kwenye kile kitakasaji, lilirudi moja kwa moja huko nyuma kabisa, na wakati dhambi imekwisha kutubiwa na kuangukia kwenye damu ya Yesu Kristo. Na jamani, inatoa siri moja kwa moja, inarudi kwa Muumba tena, unakuwa mwana wa Mungu. Hati miliki ya kuazika iko katika mikono ya Mwenyezi. Jamani, ukombozi wake unamaanisha umilikaji halali wa yote yaliyopotezwa na Adamu na Hawa. Jamani, hilo linapaswa kumfanyia nini Mkristo aliyezaliwa mara ya pili? Umilikaji wake wa halali wa hiyo hati miliki ya kuazika, hati miliki ya uzima wa milele. Inamaanisha ya kwamba wewe una kila kitu ambacho Adamu na Hawa walikipoteza. Vipi kuhusu jambo hilo ndugu? Kuipata hati hiyo, Adamu hangeweza kutimiza masharti ya ukombozi baada ya yeye kuona kwamba alipoteza. Alikuwa ametenda dhambi na alikuwa amejitenga na Mungu, alikuwa upande huu wa lile shimo kubwa. Kwa hiyo hangeweza kuikomboa, yeye hangeweza kufanya hivyo kamwe, maana alihitaji ukombozi yeye mwenyewe. Kwa hiyo hangeweza kufanya jambo hilo, lakini ile sheria ilihitaji mkombozi aliye jamaa ya karibu. Sheria ya Mungu ilihitaji mkombozi aliye wa jamaa ya karibu. Ukitaka kuandika hilo mkombozi aliye jamaa wa karibu, utalipata katika Mambo ya Walawi 25. Hatutapata wakati wa kuchunguza jambo hili kindani sana, maana mwajua kila kifungu kingekuwa usiku mzima, mnaona. Lakini sheria ya Mungu ilipokea kibadala. Sasa vipi kama Mungu hakuwa amejitolea kutoa kibadala?
lakini upendo ulimshurutisha kufanya jambo hilo, kwamba mwanadamu hakuwa na njia ya kurudia na hakuna njia kwake ya kurudi. Alikuwa amepotea, lakini neema ya Mungu ilimtoa huyu mkombozi aliye wa jamaa ya karibu katika utu wa Yesu Kristo. Sheria ilihitaji jambo hilo, neema ikatimiza masharti yake. Neema ya ajabu jinsi inavyosikika tamu! Sheria ya Mungu ilihitaji kibadala kisicho na hatia. Na ni nani ambaye hakuwa na hatia? Kila mtu alikuwa amezaliwa kwa kujuana kimwili, kila mmoja. Na yule pekee asiyekuwa hivyo alikuwa amepoteza haki za uzima wa milele na ya yeye kuwa mfalme duniani. Ninapoazia andiko hilo, kwa kuwa umetukomboa kuturudisha kwa Mungu na tupate kutawala na kuwa wafalme na makuhani juu ya nchi. Jamani, ni nini? Mkombozi aliye wa jamaa ya karibu. Ni habari ya namna gani tungeisimulia hapa? Maria, sheria ilihitaji mkombozi aliye wa jamaa ya karibu ili kukomboa kitu kilichopotea. Neema ilitimiza sharti hili katika utu wa Yesu Kristo. Jamaa wa karibu hana budi kuzaliwa kwa jamii ya binadamu. Sasa tunawezaje kuwa huyo wakati kila mtu aliyezaliwa hana budi kunini? Na mtu yeyote asiyeweza kuona lilikuwa ni tendo la kujuana kimwili pale, vema, yeye ni kipofu kabisa. Unaona, maana kila mtu aliyepata kuzaliwa alizaliwa na mwanamke, na Mungu alihitaji mkombozi aliye jamaa wa karibu, naye hana budi kuwa ni mwanadamu. Jamani, mtafanya nini sasa? Sheria ilitaka mkombozi aliye jamaa wa karibu. Sasa yeye hasingeweza kuchukua malaika, ilibidi amchukue mwanadamu, maana sisi si wa ukoo wa malaika, sisi ni ndugu sisi kwa sisi. Malaika hakuanguka kamwe, yeye ni kiumbe cha namna nyingine ama mwili tofauti. Yeye hakufanya dhambi wala chochote kile, yeye ni tofauti, lakini sheria ilitaka mkombozi aliye jamaa wa karibu. Na kila mtu duniani alizaliwa kwa kujuana kimwili. Sasa je, hamuoni hapo ndipo hilo lilipochimbuka? Hapo ndipo dhambi ilipoanzia. Kwa hiyo unaona mahali jambo hilo lilipo sasa, huyo hapo anakuja uzao wenu wa nyoka unapoingia. Unaona sasa, Maria alihitaji mkombozi aliye jamaa wa karibu, na huyo mkombozi aliye jamaa wa karibu hana budi kuzaliwa na jamii ya binadamu. Hapa hiyo inatuacha mahali pa hatari, lakini hebu niwapigie baragumu. Ule uzazi wa kibikira ulimleta yule mzao. Amina. Uzazi wa kibikira ulimzaa mkombozi aliye jamaa wa Yesu wa karibu. Yule mwingine bali ni Mwenyezi Mungu aliyefanyika Imanueli, mmoja wetu. Imanueli, yule mkombozi aliye jamaa wa karibu alipatikana. Unaona jinsi Mungu anavyotoa masharti fulani, na hakuna jambo tunaloweza kufanya, lakini basi neema inaingia na kuizidi hiyo sheria na kuleta ule uzao. Amina. Mtakapofika nyumbani, nitakapopata kibanda changu kidogo kule ambacho ndugu Nebo anaimba habari zake, wakati ninyi nyote mtakaposikia kitu fulani kule chini asubuhi moja ikimba, neema ya ajabu jinsi sauti yake ilivyo tamu, iliyomwokoa maskini kama mimi. Mseme Mungu asifiwe. Maskini ndugu Branham alifaulu. Huyo hapo, mnaona? Naam. Neema ndiyo iliyofundisha moyo wangu kuofu. Neema ndiyo iliyoniondolea hofu zangu. Jinsi neema hiyo ilivyoonekana kuwa ya thamani ile saa niliyoamini mara ya kwanza. Ngoja mpaka mtakaposikia jambo hilo ili punde tu. Jamani, sasa angalia kile kitabu cha Rusu kinatoa picha nzuri ya jambo hili, jinsi Boazi na Naomi walivyokuwa wamepoteza shamba. Ninyi mnajua, mlinisikia nikihubiri juu ya jambo hilo, sivyo? Iweni mikono yenu kama mlinisikia nikihubiri juu ya jambo hilo. Kwa hiyo mnafahamu, mnaona, ilimbidi Boazi awe mkombozi, naye ndiye tu ambaye angaliweza kuwa mkombozi. Ilimbidi awe jamaa wa karibu, na katika kumkomboa Naomi alimpata Ruthu.
Huyo alikuwa ni Yesu. Boaz akiwa ni mfano wa Kristo, na alipowakomboa Israeli alimpata bibi harusi mataifa. Kwa hiyo basi tunaona ni vizuri mno, tunalo katika kanda. Nina hakika hapa mahali fulani mkitaka kulipata. Sasa angalia sasa, hana budi kuwa jamaa wa karibu. Kwa hiyo unaona, malaika hangeweza kufanya jambo hilo. Mwanadamu asingeweza kufanya jambo hilo. Hana budi awe mwanadamu, lakini hawezi kuzaliwa na mwanamke, tendo la kujuana kimwili. Kwa hiyo uzazi wa kibikira, Roho Mtakatifu alimtia uvuli Mariamu. Kwa hiyo Yesu hakuwa Myahudi, Yesu hakuwa mataifa. Yesu alikuwa ni Mungu. Ni kweli kabisa, damu yake haikutokana na tendo lolote la kujuana kimwili. Alikuwa damu takatifu iliyoundwa na Mungu, na hatuokolewi kwa damu ya Kiyahudi, wala hatuokolewi na damu ya mataifa. Tunaokolewa na damu ya Mungu. Hiyo ni kulingana na Biblia, inasema hivyo, tunaokolewa na. Kwa hiyo unaona, Yesu alikuwa ni Mungu. Hakuwa nafsi ya tatu, nafsi ya nne, nafsi ya pili. Alikuwa ndiye ile nafsi yenyewe. Alikuwa Mungu. Unaona, alikuwa Mungu Emmanuel. Mungu alishuka kutoka katika utukufu wake akajifunua mwenyewe. Ninapenda ile hadithi ya Bob Cliburn, ule wimbo mashuhuri mzuri. Alishuka kutoka katika utukufu wake, hadithi iliyo hai daima. Mungu wangu na Mwokozi wangu alikuja, na jina lake lilikuwa ni Yesu. Alizaliwa katika hori, akiwa mgeni kwa walio wake, mtu wa huzuni, machozi na uchungu. Lo, ni kujidhili kwa namna gani kukituletea ukombozi, ambapo katika usiku wa manane hapakuonekana hata na tumaini moja dogo kabisa. Mungu wa zamani mwenye upendo aliweka kando fahari zake, akainama apate kubembeleza na kuiokoa nafsi yangu. Jinsi ninavyompenda, jinsi ninavyomwabudu. Pumzi yangu, nuru yangu ya jua, yote katika yote kwangu. Yule mkombozi mkuu alifanyika mwokozi wangu. Yule muumba mkuu alifanyika mwokozi wangu, na utimilifu wote wa Mungu na ndani yake. Huyo ndiye aliyetimiza lile sharti. Neema ilileta utu wa Yesu Kristo. Na tunaona kitabu hiki sasa, Mungu alitandaza hema yake iliyotoka kwa Mungu, akafanyika mwanadamu. Alibadili hali yake kutoka kuwa mwenyezi akawa mwanadamu, kuchukua umbo la mwanadamu apate kufa ili amkomboe mwanadamu. Ngoja mpaka tutakapomwona, wakati hakuna mtu yeyote anayestahili. Unaona vema, katika Biblia, katika kitabu cha Ruthu, unapokisoma utaona kwamba mtu kama huyo aliitwa Goel, G-O-A-L. Aliitwa Goel, ama alikuwa ni mtu fulani ambaye angeweza kutimiza masharti hayo. Na Goel hana budi kuwa anaweza kufanya jambo hilo, hana budi kuwa tayari kufanya jambo hilo, na hana budi kuwa jamaa aliye wa karibu ili kufanya jambo hilo. Na Mungu yule muumba wa roho akafanyika jamaa yetu wa karibu hapo yeye alipofanyika mtu, kusudi kwamba aweze kujitwika dhambi yetu na kulipia gharama na kutukomboa kurudi kwa Mungu tena. Hivyo ndivyo ilivyo. Huyo hapo yule mkombozi. Kristo ametukomboa sasa. Sasa sisi tumekombolewa, lakini bado hajadai mali yake. Sasa unaweza kutokukubaliana na jambo hilo, lakini ngoja tu kidogo, unaona, tutaona. Unaona, hajadai. Unaona, kama alikitoa kile kitabu cha ukombozi, kila kitu ambacho Adamu alikuwa nacho na kila kitu ambacho alipoteza, Kristo anakikomboa na kukirudisha, naye tayari ametukomboa, lakini bado hajachukua mamlaka. Hawezi mpaka wakati ulioamriwa, na ndipo utakuja ufufuo, na alafu dunia itafanywa upya tena, na ndipo atamiliki mali yake aliyopata hapo alipotukomboa sisi. Lakini atafanya hivyo katika wakati ulioamriwa. Lo jamani, jambo hili limeelezwa katika kitabu hiki cha mihuri 7 tunachonena habari zake sasa. Vema, kitabu cha ukombozi, yote yameelezewa hapo ndani. Yote yale ambayo Kristo atafanya wakati wa mwisho yatafunuliwa kwetu juma hili katika ile mihuri 7, kama Mungu ataturuhusu. Unaona? Vema, yatafunuliwa.
na kufunuliwa. Wakati mihuri hii inapovunjwa na kufunguliwa kwetu, ndipo tunaweza kuona mpango huu mkubwa wa ukombozi ulivyo, na ni lini na ni vipi utafanyika. Yote yamefichwa katika kitabu hiki cha siri hapa. Kimetiwa muhuri, kimefungwa kwa mihuri 7, na kwa hiyo Mwanakondoo ndiye pekee ambaye anaweza kuivunja. Sasa Ndungana anakatizwa na kitu fulani, samahani, tunatambua. Sasa kama mngetaka kuyachunguza maandiko, mnaweza kufungua katika Yeremia na kuchunguza hapo, wakati alipokuwa akienda utumwani mwa ile nchi, mwajua, alinunulia mjomba wake, mwana wa mjomba wake alikuwa na mali fulani, naye akapitia jambo hilo kutia muhuri, na kama tungelichukua lote tulipata jambo hilo pia katika zile nyakati 7 za kanisa. Hiyo mihuri inakadhalika mle ndani. Unaona, muhuri katika Agano la Kale ulikuwa kama kitu kilichoviringishwa namna hii. Ndugu sasa anatumia makaratasi kuonyesha kule kuviringishwa, kutiwa muhuri na kufunguliwa kwa gombo. Na hapa ilikuwepo siri fulani, na siri hii ilikuwa imefichwa vema, ilikuwa imetiwa muhuri na kuwekwa hapa dai fulani. Ndipo hiyo siri nyingine ilikuwa imefingirishwa kwenye kile urithi mwingine ulichokuwa na kuambatanisha hapa upande huu lile dai la fulani, na ikaendelea moja kwa moja mpaka ikafanya gombo, kwa sababu watu hawakuwa na vitabu kama hiki wakati huu. Kilikuwa ni kitu kilichofingirishwa. Ni wangapi wanaojua jambo hilo? Kilichoitwa gombo. Vema, gombo lililotiwa muhuri. Ungeweza kuvunja moja hapa kwamba siri ya hii ilikuwa ni nini na kuchana ili kufungua, na ungeweza kuona dai hilo lilikuwa ni nini, kisha uvunje ule mwingine, na unaweza kuona dai hilo lilikuwa ni nini. Na kitu hicho chote hapa ni ile mihuri 7 iliyo na siri za Mungu tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Zimetiwa muhuri zote ile ndani na kufunuliwa na mihuri 7 mbalimbali, ambapo Mungu akipenda aturuhusu tufunue mihuri hii na kukichunguza kitabu hiki na kuona kinahusu nini. Tunaona ninatumaini tutakuwa na wakati mzuri sana. Ile siri ya ukombozi imetiwa muhuri humo mpaka kitabu hiki hakingeweza kuvunjwa mpaka kwenye ule ujumbe wa malaika wa mwisho. Ile gombo liko pale, tulijua lilikuwapo. Tunajua kwamba ilikuwa ni ukombozi, tuliamini ilikuwa ni ukombozi. Yeremia alisema gombo hili halina budi kuwekwa. Tunaposoma pale atasema hana budi kuwekwa katika chombo cha udongo. Unaona, ni jambo zuri jinsi gani pale. Ningaliweza kunena habari zake kwa muda kidogo. Gombo hili liliwekwa katika chombo cha udongo, chombo ambacho wakati mmoja tulifanyika mwili utukufu kikafa, kikafufuka tena na kuwekwa katika chombo cha udongo mpaka wakati wa kununuliwa. Jamani, inafurahisha. Naam. Sasa jumbe hizi zote zimewekwa mpaka chombo hiki cha udongo, mpaka saa ya wakati ulioamriwa na Mungu, wakati wa yule mjumbe wa mwisho duniani. Na yote yale ambayo watu hao waliokuwa wamefikiria na kusema ninajua lipo, ninaamini lipo, nao wakalipigania na kulihubiri na kusababisha mambo mbalimbali kwa imani, waliamini hilo. Lakini sasa litaletwa kwetu katika ufunuo na kutoka katika mkono wa Mungu kwa kuthibitishwa. Mungu alisema jambo hilo, aliliahidi. Sasa hebu natuone tulikuwa wapi? Hebu na tuende kwenye kifungu cha 2 sasa. Huo ni muda mrefu sana kwa kifungu cha kwanza, lakini hebu na tuchukue kifungu cha 2 sasa. Labda hatutakaa muda mrefu namna hiyo katika hiki kimoja kinachofuata. Nami nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahiliye kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Sasa kumbukeni, hebu na tusome kifungu cha kwanza tena kusudi tulipate kwa pamoja. Nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi Mungu. Huyo ni nani? Yule wa asili kabisa, mwenye kukishika kile kitabu cha uzima.
Yeye anakishikilia, Mungu anakishikilia. Wakati Adamu alipokipoteza, kilimrudia mwenyewe wa asili, ni mali yake. Kisha Yohana katika lile ono akaangalia na kuona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma kimetiwa muhuri 7. Unaona ndani. Sasa tutakapoanza kuivunja mihuri hii, mtaona zinarudi moja kwa moja nyuma kwenye maandiko kule nyuma kabisa, kwa kila moja ya ile mihuri. Jambo lote zima pamoja, si yote iko hapa katika mihuri hii. Unaona, kila siri ya Biblia iko katika mihuri hii, na mihuri hii haiwezi kuvunjwa mpaka wakati huo. Nitathibitisha jambo hilo hapa punde si punde. Angalia sasa, kile kitabu, kumbukeni, kimetiwa muhuri. Huu hapa mmoja, huu hapa muhuri huu, alafu ule mwingine umekunja muhuri, mwingine umekunja muhuri. Ni kitabu cha ukombozi, na kitu hilo chote pamoja kinafanyiza kile kitabu, nacho kimetiwa mihuri 7. Na alafu iko upande wa nyuma, ni kwa sababu zimekunjwa, ili ule muhuri iko upande wa ndani, na inasema tu mpanda farasi mweupe ama mpanda farasi mweusi na kadhalika upande wa nje. Lakini ile siri ya kitabu hicho chote kimo kwenye hiyo mihuri, kutoka Mwanzo mpaka Ufunuo. Ule mpango mzima wa ukombozi umefunuliwa katika mihuri hii 7. Lo, ni wakati muhimu. Mungu atusaidie kulipata. Unaona sasa, na malaika mwenye nguvu. Sasa kifungu cha 2, malaika mwenye nguvu kwa sauti kuu akitangaza, ni nani astahiliye? Astahiliye kwa kitu gani? Ni nani astahiliye kukitwaa kitabu hicho? Sasa tunaona kile kitabu kiko wapi sasa? Kwa mwenyewe wa asili, kwa maana kilipotezwa na mwana wa kwanza wa Mungu katika jamii ya binadamu. Na wakati alipozipoteza haki zake kumsikiliza Shetani, aliacha. Alifanya nini? Alikubali hekima ya Shetani badala ya neno la Mungu. Sasa hebu tusimame hapa kidogo. Wana wa Mungu watachukua wazo la seminari juu ya jambo hilo badala ya neno la Mungu. Unaona, ni jambo lile lile alilofanya Adamu, akazipoteza haki zake, na wakati alipofanya jambo hilo zilirudi moja kwa moja. Hivi hamwezi kuona mahali nyakati hizo zilipokuwa? Unaona, kilirudi moja kwa moja kwa mwenyewe wa asili. Naye Yohana katika roho akisimama juu hapa mbinguni, yeye ndiyo kwanza ainuliwe juu sasa kutoka katika zile nyakati za kanisa. Unaona, akaziona nyakati za kanisa, na ndipo akatwaliwa juu katika mlango wa 4. Yeye akasema, panda hata huku, nitakuonyesha mambo yatakayokuja. Naye akaona mmoja aliyeketi kwenye kile kiti cha enzi, ameshika kitabu hiki mkononi mwake, katika mkono wake wa kuume. Wazia jambo hilo sasa. Na halafu katika kitabu hiki kulikuwako na hati miliki ya ukombozi, nayo ilikuwa imetiwa muhuri kwa mihuri 7. Ndipo akatokea malaika mwenye nguvu akitangaza kwa sauti kuu, ni nani alistahili kukifungua hicho kitabu, kukitwaa hicho kitabu? Ni nani aliyeweza kuifungua ile mihuri? Ni nani aliyeweza kukifungua kitabu hiki? Unaona, yule malaika aliuliza swali hilo. Yohana aliona jambo hilo, ndipo akasema, sasa ni nani astahiliye? Nani nini? Lo, jamani, labda ninafikia tu jambo hili namna hii, lakini hebu yeye kasema, yule malaika, hebu yeye, hiki hapa ile kitabu cha ukombozi, kuwapa ule mpango wa ukombozi. Hii hapa njia pekee utakayokombolewa kwayo, kwa maana hii hapa ndiyo hati miliki ya ukombozi wa mbingu zote na nchi. Na aje mbele kama akitaka. Ndugu jamani, sasa na anene, la sivyo anyamaze milele. Na aje mbele akakidai kitabu hiki. Ni nani astahiliye kufanya jambo hilo?
Ndipo Yohana akasema, hapakuwapo na mtu mbinguni aliyestahili, hapakuwa na mtu juu ya nchi aliyestahili, hakuna mtu chini ya nchi aliyepata kuishi na kufa aliyeonekana anastahili, hakuna mtu aliyeonekana anastahili. Wito wa yule malaika ulikuwa wito wa mkombozi aliyejamaa wa karibu kutokea. Mungu alisema, nina sheria, mkombozi aliyejamaa wa karibu anaweza kuwa kibadala. Mkombozi huyo aliyejamaa wa karibu yuko wapi? Ni nani anayeweza kukitwaa? Nacho kilitoka kwa Adamu, kote kupitia kwa mitume wote na manabii na chochote kile, wala hakuna aliyepatikana. Sasa na hilo je, hakuna mtu mbinguni, hakuna mtu duniani, hakuna mtu aliyepata kuishi. Elia alikuwa amesimama pale, Musa alikuwa amesimama pale, mitume wote walikuwa wamesimama pale, ama wote waliokuwa wamekufa, watakatifu wote, Ayubu, wale wenye hekima, kila mmoja alikuwa amesimama pale, wala kuna mtu aliyestahili hata kukiangalia kile kitabu, licha ya kukitwaa na kuivunja ile mihuri. Sasa akina Papa na hawa wengine wote wanaingilia wapi? Askofu wenu yuko wapi? Kustahili kwetu kuko wapi? Sisi si kitu. Hiyo ni kweli. Yeye alitaka mkombozi aliyejamaa wa karibu ajitokeze mbele kama angeweza, lakini Yohana alisema hakuna mtu aliyestahili. Si kwamba hakukuwako na watu waliostahili pale. Sasa kama vile malaika, kama vile kwa mfano tungesema Gabriel ama Mikaeli, lakini kumbukeni, ilipaswa kuwa ni mtu aliyejamaa wa karibu. Kumbukeni, Yohana alisema hapa, wala hakuna mtu, si malaika, si kerubi. Wao hawakuwa wametenda dhambi, lakini hao walikuwa wa jamii nyingine, hawajaanguka kamwe. Lakini huyu alipaswa kuwa mkombozi aliyejamaa wa karibu. Hakuna mtu, maana hapakuwapo na mmoja wao aliyekuwa amekombolewa. Hakuna mtu aliyestahili. Ukiangalia la jamani. Kwa hiyo ilitakiwa jamaa wa karibu wa kibinadamu, naye akamuulizia huyo, wala hapakupatikana mahali popote. Hapakuwapo na mtu yeyote. Hakuna cha askofu, hakuna cha askofu mkuu, hakuna cha kasisi, hakuna cha jamii makasisi, hakuna kitu kilichokuwa. Hata hawakuwa hata na utakatifu wa kutosha hata ukiangalia kitabu hicho. Jamani, hilo ni kali kwa kweli, lakini hivyo ndivyo Biblia ilivyosema. Ninanukuu tu yale aliyosema Yohana. Biblia ilisema ya kwamba Yohana alilia, si kama vile baadhi ya watu walivyofundisha jambo hilo. Nilikuwa nikimsikia mtu fulani akifundisha jambo hili kwa wakati mmoja, akasema Yohana alilia kwa sababu alijiona yeye mwenyewe hakustahili. Mtu yeyote chini ya Roho Mtakatifu angejua tofauti na hivyo. Unaona, chini ya upako wa Mungu angejua tofauti na hivyo, lakini Yohana alilia. Ili hapa ndilo ninafikiri lilikuwa sababu ya kulia kwake, kwa sababu kama hakuna mtu aliyestahili na angeweza kukifungua kitabu hiki cha ukombozi, viumbe vyote vilikuwa vimetokea. Hiki hapa hicho kitabu, hii hapa ile hati hiki, nayo hii itatolewa kwa mkombozi aliyejamaa wa karibu ambaye anaweza kustahili. Hiyo ndiyo sheria ya Mungu mwenyewe, na yeye hawezi kuchafua sheria yake, hawezi kukana sheria yake hasa. Unaona, Mungu alihitaji mkombozi aliyejamaa wa karibu aliyestahili, ambaye aliyeweza kufanya jambo hilo, ambaye alikuwa na mali ya kufanyia jambo hilo. Ndipo yule malaika akasema, sasa hebu yule mkombozi wa jamaa wa karibu na akaribie. Na Yohana akaangalia kila mahali duniani, akaangalia chini ya dunia, na hapakuwapo na mtu, viumbe na chochote kile vilikuwa vimepotea. Bila shaka Yohana alilia, kila kitu kilikuwa kimepotea. Kulia kwake hakukudumu ila dakika moja tu. Hata hivyo, ndipo akasimama mmoja wa wale wazee akasema, usilie Yohana. Lo jamani, kulia kwake hakukudumu ila dakika moja tu. Yohana akaambia, lo jamani, yuko wapi mtu huyo? Manabii wako pale wamesimama, walizaliwa kama nilivyozaliwa mimi, wenye hekima wako pale wamesimama, wale pale wamesimama. Lo, je, hakuna mtu hapa? Ninataka mtu anayeweza
kufanya jambo hilo, ninataka mtu anayeweza kukomboa. Wala hakupatikana. Kwa hiyo Yohana akalia, kila kitu kilikuwa kimepotea, na akalia kwa uchungu, na alikuwa na huzuni, maana kila kitu viumbe vyote, kila kitu kilikuwa kimepotea, kama wasiweza kumpata mtu. Utukufu kwa Mungu. Kama hawangeweza kumpata mtu anayeweza kutimiza yale masharti, kungenini kila mwanadamu na ulimwengu wote na viumbe vimepotea. Kila kitu kilikuwa kimeanguka. Zile haki za ukombozi, zile haki za uzima wa milele, ile nuru, haki, hizi zote zilikuwa zimepotezwa. Wala hapakuwapo na mtu yeyote ambaye angaliweza kulipia ile gharama. Ndipo Yohana anaanza kulia, maana hakuna mtu aliyestahili, wala hakuna mtu angaliweza hata kukiangalia kile kitabu. Ilitakiwa mwanadamu. Yohana akalia kwa sababu hakuna mtu angaliweza kufanya jambo hilo, na kila kitu kilikuwa kimepotea. Ndipo kukatokea sauti kutoka mmoja wa wale wazee aliyekuwa amesimama kati ya wale wenye uhai wanne na jeshi lote la mbinguni, kasema, usilie Yohana. Jamani, neema ya Mungu, usife moyo Yohana, usilie, kwa kuwa simba wa kabila ya Yuda aliyeshinda na mzao kutoka kwa Daudi ameshinda. Kushinda maana yake ni kushindana kwa nguvu na kutisha. Jamani, bustani ya Getsemane, wakati damu ilipotiririka kutoka katika uso wake, yeye alikuwa akitiisha. Unaona, yule simba na aliyeshinda la Daudi ameshindana kwa nguvu, ameitiisha. Kama vile Yakobo akiwa mdanganyifu, na wakati alipokutana na yule malaika alishikilia. Naye malaika akajaribu kujinasua, akasema, yakini nitakuruhusu uondoke. Alishikilia hata akapata alichotaka, nalo jina lake likabadilishwa kutoka mdanganyifu, ambalo maana yake ni mlaghai, likawa nini? Likawa mtawala pamoja na Mungu Israeli. Yeye alishinda. Na simba huyu wa kabila ya Yuda alishinda. Yeye alisema, usilie Yohana, kwa maana simba aliye wa kabila ya Yuda, shina la Daudi, ameshinda. Yeye ametiisha tayari, amefanya hivyo, imekwisha. Yohana, jamani, yeye alitoa kitakasaji ambacho kinarudisha dhambi kwenye mikono michafu ambayo ni kwa hekima yake, ili mtie unajisi mwanadamu. Naam, lakini wakati Yohana alipogeuka kuangalia, alimwona mwana kondoo. Ni tofauti jinsi gani na simba? Yeye alisema simba ameshinda. Unaona tena, ninaweza kutumia hilo hapo. Mungu akijifita katika urahisi. Yeye alisema kuna simba, huyo ndiye yule mfalme wa wanyama. Simba ameshinda. Kitu chenye nguvu sana kuliko vyote vilivyoko ni simba. Nimelala huko katika nchi ya Afrika na kusikia twiga wakilia, na ndogo mkubwa mwenye nguvu nyingi, huku ameinua mkonga wake hewani na kuwasikia watu wakatili waishio jangwani wakipiga kelele zao za kutisha na za kumwaga damu na mende mpaka na mimi na Bilipo tumelala katika kijibanda kichakavu kilichofunikwa kwa miti yenye miiba, na kusikia huko mbali kabisa simba kinguruma, na kila kitu humo nyikani kimenyamaza. Hata mende wanaacha kupiga makelele. Mfalme anazungumza. Jamani, ninawaambia, huo ndio wakati madhehebu na mashaka yanapoanguka chini. Kila kitu hunyamaza wakati mfalme anapozungumza. Na huyu ndiye huyo mfalme. Yaani neno lake. Akasema, Yohana, usione wasiwasi, usilie, usivunjike moyo Yohana, niko pamoja na wewe hapa katika ono.
ninakuonyesha jambo fulani, na ninajua umehuzunika sana, kwa sababu unajua hakuna kitu kitakachokombolewa, kila kitu kimepotea. Hakuna mtu angaliweza kutimiza sharti hilo, lakini simba ndiye wa kabila ya Yuda. Unajua Yuda, tulikuwa na jambo hilo kwenye ubao hapa. Unajua kabila ya Yuda, bendera yake ilikuwa ni simba. Kumbukeni, simba na ndama na nini na kadhalika, kichwa cha mwanadamu na kadhalika. Nao wakiangalia hao materafi, hilo neno, wakati hao wote Marko, Mathayo, Luka na Yohana wote walikiunga kitabu cha Matendo, basi nilimsikia mtu fulani akisema, mhudumu maarufu akisema, kitabu cha Matendo ni fremu tu. Ilikuwa ndio mzabibu wa kwanza ambao kanisa takatifu lilipata kuzaa. Naam Bwana, na kama likipata kuzaa mwingine utakuwa wa aina hiyo pia. Naam Bwana, na mizabibu iliyopandikizwa nayo inazaa malimao, yanapaswa kuwa ni machungwa. Lakini unaona, wakati mzabibu huo ukipata kuzaa tawi lake tena, utakuwa tu kama lile la asili kabisa. Na Mathayo, Marko, Luka na Yohana, injili hizo zinasimama pale zikilinda hizo: hekima ya mwanadamu, nguvu za simba, kazi ya ndama na uwepesi wa chui ama watai hasa. Naam, zile injili zikisimama pale. Ni nini? Nakumbuka wakati nilipokuwa nalo, liko katika nyakati 7 za kanisa. Sasa yeye alisema simba aliye wa kabila ya Yuda. Kwa nini atoke Yuda? Yuda mfanya sheria hata itangulia kati ya magoti yake hata atakapokuja yeye mwenye milki, lakini atakuja kupitia kwa Yuda. Na yule simba, alama ya kabila ya Yuda, ameshinda, yeye ametiisha. Na wakati alipoangalia pande zote kuona huyo simba alipo, alimuona mwanakondoo. Ajabu hiyo, anaangalia aone simba na anamuona mwanakondoo. Yule mzee alimtaja yeye kama simba, lakini wakati Yohana alipotazama aliona mwanakondoo kama aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mwanakondoo aliyechinjwa ilikuwa ni nini? Huyo mwanakondoo alikuwa ni nini? Alikuwa ameloa damu, amejeruhiwa. Mwanakondoo aliyekuwa amechinjwa, bali alikuwa hai tena, naye alikuwa ameloa damu. Lo, jamani, mnawezaje kumwangalia huyo jamani na mbaki wenye nani? Mwanakondoo akatokea. Yule mzee akasema, simba ameshinda, simba wa kabila ya Yuda. Ndipo Yohana akaangalia muone huyo simba, na akaja mwanakondoo akitetemeka, ameloa damu, majeraha, ameshinda tayari. Ungeweza kujua alikuwa vitani, alikuwa amechinjwa, lakini alikuwa hai tena. Yohana hakuwa amemwona mwanakondoo huyu hapo awali. Unajua, hapa hakuwa ametajwa kabla, hakuwa ametajwa mahali popote. Yohana hakumwona kote mbinguni alipokuwa akiangalia, lakini huyu hapa anajitokeza. Angalia mahali yeye alipotokea. Alitoka wapi? Alitoka kwenye kiti cha enzi cha Baba, ambapo alikuwa ameketi tangu alipochinjwa na kufufuka tena. Alipofufuka na kuketi katika mkono wa kuume wa Mungu akiwa hai siku zote ili atuombee. Amina. Amesimama pale leo kama mpatanishi, akiwa na damu yake mwenyewe kupatanisha juu ya ujinga wa watu. Sasa huyo ndiye ninayemtegemea. Angalia, alikuwa angali amefunikwa na kile kitakasaji cha msamaha wa dhambi. Yohana akamwangalia huyo mwanakondoo, na huyo mwanakondoo alionekana kana kwamba alikuwa amechinjwa. Kisha akaona kwamba alikuwa amejeruhiwa na kukatwa na kuchubuliwa na kutoka damu. Mwanakondoo aliyeloa damu, huyo ndiye aliyepachukua mahali petu. Ni ajabu, ilimbidi mwanakondoo mnyenyekevu kupachukua mahali petu. Na yeye alimwona huyo mwanakondoo, alitoka nje. Yohana hakuwa amemwona kwa sababu alikuwa huko mbali sana katika umilele, hata kufanya upatanisho.
na kuonyesha kwamba hao waliokuwa wamemjia Mungu chini ya matoleo ya damu ya mafahali ya mbuzi, dhabihu ya kibadala yeye pia, maana hao walioamini jambo hilo walielekeza kwake, na ile damu haikuwa imemwagwa bado. Kwa hiyo yeye alikuwa pale kuwasafisha, alikuwa pale kunitakasa mimi na wewe. Na Mungu, ninatumaini yuko hapo usiku wa leo kwa ajili ya kila mwenye dhambi. Mwanakondoo amekwisha chinjwa. Wanawezaje kuona jambo lolote ila ule mwanakondoo aliyeloa damu aliyesimama pale, naye yule mwanakondoo akatoka akaingia kwenye lile ono sasa kama aliyechinjwa. Angalia, anatoka kwenye kiti cha enzi cha Baba. Wazia yeye alitoka wapi alipoingia kwenye ono hili? Alitoka utukufuni ambapo ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu. Alitokea mbele akaenda kwa Yohana kutoka utukufuni. Lingekuwa ni jambo la utukufu kama mawazo yetu machafu usiku wa leo yangewekwa kando kirefu ya kutosha kumkubali yeye, naye amekuja kutoka huko mpote utukufuni usiku wa leo kujijulisha mwenyewe kwa yeyote wenu. Mwanakondoo akija kutoka utukufuni kwa ajili ya upatanisho, vema, kufanya madai sasa kwa ajili ya ukombozi wake. Kumbukeni, yeye alikuwa katika kazi yake ya upatanisho huku nyuma, lakini kumbukeni, mihuri hii iko karibu na kufunguliwa, na mwanakondoo anatoka kwenye madhabahu ya Mungu, anasogea mbele. Ngojeni mpaka tutakapofika kule ile saa moja, tuchukue ile nusu saa ambayo ni kimya. Madhabahu inafuka moshi, hakuna upatanisho tena. Dhabihu imeondoka, ni kiti cha hukumu, hakuna damu juu yake tena, kwa maana mwanakondoo aliyetumikwa na damu ameondoka. Usingojee mpaka wakati huo. Mnakumbuka katika Agano la Kale, mradi tu ile damu haikuwa katika kiti cha rehema, ilikuwa ni hukumu. Lakini mradi tu damu ilikuwa pale, kulikuwa kuna rehema. Lakini wakati mwanakondoo alipoondoka, ilikwisha. Yeye amekuwa kitu gani? Amekuwa mpatanishi. Hakuna mtu mwingine. Niambie ambapo Mariamu angefanya upatanisho basi. Mariamu angeweza kutoa nini? Mtakatifu Francis angeweza kutoa nini? Mtakatifu Asis ama yeyote yule, na Mtakatifu Cecilia hasa, ama mwanadamu mwingine yeyote angetoa nini? Yohana hakuona kama watakatifu 1000 wakitoka katika upatanisho. Yeye aliona mwanakondoo, mwanakondoo aliyechinjwa, ameloa damu. Sijali ni watakatifu wangapi wamechinjwa, wote walistahili jambo hilo, kila mmoja wao. Kama vile yule mwizi alivyosema pale msalabani, tumefanya dhambi nasi tunastahili jambo hili, lakini mtu huyu hajafanya kitu. Yeye alikuwa ndiye mtu pekee aliyestahili. Huyu hapa anakuja kutoka kwenye jukwaa la upatanisho. Anakuja kufanya nini sasa? Angalia, jamani, Yohana alikuwa analia, yote yako wapi? Yote itakuwaje? Akasema usilie Yohana, akasema yule mzee huyu hapa simba anakuja, ndiye aliyeshinda. Alipangalia, huyu hapa mwanakondoo anakuja, ameloa damu, aliyekuwa amechinjwa. Kitu chochote kinachouawa huloa damu, mwajua. Kimeuawa, shingo yake imekatwa ama chochote kile, amejaa damu kila mahali. Huyu hapa mwanakondoo anakuja, aliyekuwa amechinjwa, naye alikuja kutoka jamani, ati nini? Kufanya madai yake juu ya ukombozi wake. Amina. Mimi wewe ujipishi kama tu kwenda kwenye kona moja, uketi chini na kulia kidogo. Huyu hapa mwanakondoo anakuja akiwa angalia ameloa damu. Yohana hapakuwa hapo na kitu pale. Watu wote mashuhuri walikuwa wamezunguka mahali pale, bali hapakuwa hapo na mmoja wao anayeweza kufanya jambo hilo.
Kwa hiyo huyo hapa mwana-kondoo anakuja sasa. Siku zake za upatanisho zimekwisha, ile siku za upatanisho. Huo ndio wakati malaika huyu atakaposimama pale. Wewe ngoja mpaka tutakapofikia kwenye ile mihuri, na hapatakuwa na wakati baada haya. Hiyo ni kweli, hicho kina cha nusu saa. Angalia jambo linalotukia katika kimya hicho cha nusu saa. Wakati huo muhuri wa 7, Jumapili leo usiku, Bwana akipenda, yeye anakuja. Kwa nini? Kuchukua madai yake sasa. Leo jamani, anakuja kutoa madai yake sasa. Yeye alikuwa amefanya kazi ya jamaa wa karibu, alikuwa ameshuka akawa mtu akafa, alifanya kazi ya ukombozi ya jamaa wa karibu, lakini alikuwa bado hajatoa madai yake. Sasa anatokea jukwani kudai haki zake. Angalia kinachotukia. Lo jamani, ambayo yalimfanya auawe kwa kufanyika jamaa wa karibu wa mwanadamu, apate kufa mahali pake kumkomboa. Lakini yule mzee alisema kweli aliposema yeye alikuwa ni simba. Mnaona, yule mzee alimwita yeye kasema simba kwa sababu yeye alikuwa ni mwana-kondoo mpatanishi, mwana-kondoo aliyeloa damu. Lakini sasa yeye anakuja kama simba. Siku zake za upatanisho zimekwisha. Mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, mwenye haki na azidi kufanya haki, mtakatifu na azidi kutakaswa. Jambo hilo limefungwa. Lo ndugu, halafu nini? Na kumbukeni, jambo hilo linakuja kwenye wakati wa 7 wa kanisa, wakati siri za Mungu zitakapofunguliwa. Sasa angalia kwa makini sana, hili ni jambo unalopaswa kulipata. Sasa yeye alikuwa akifanya kazi yake ya upatanisho, akimwombea mwamini kwa miaka 2000 aliyokuwa mwana-kondoo huko nyuma. Sasa yeye anatoka kuja kutoka katika umilele, ukitoa kile kitabu cha hati miliki na hati ya kumiliki na kuivunja ile mihuri na kuzifunua zile siri. Wakati gani? Kwenye wakati wa mwisho. Mnanipata vema? Tutaendelea mbele basi. Sasa kuvunja ile mihuri na kuwafunulia siri zote, kumfunulia malaika wa 7 ambaye ujumbe wake ni kufunua siri zote za Mungu. Siri za Mungu ziko kwenye hii mihuri 7. Unaona, hivyo ndivyo alivyosema hapa, siri zote ziko katika hii mihuri 7. Naye mwana-kondoo anatokea sasa, anaacha kuwa mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu, anakuwa simba. Na wakati anapokuwa simba, anakitwaa kile kitabu. Hizo ni haki zake. Mungu alikishikilia ile siri. Lakini sasa yule mwana-kondoo anakuja. Hakuna mtu anaweza kukitwaa kile kitabu, kingali kiko katika mikono ya Mungu. Hakuna papa, kasisi, chochote kile hawawezi kukitwaa. La, kile kitabu, ile mihuri 7 haijafunuliwa. Unaona? Lakini wakati yule mpatanishi, wakati kazi yake imekwisha fanywa kama mwombezi, anatokea. Na Yohana yule mzee alisema yeye ni simba, naye anajitokeza. Mwangalie, lo jamani, unaona? Yeye anajitokeza kukitoa kile kitabu. Sasa angalia, kuzifunua siri za Mungu ambazo wengine wamezibunia katika nyakati hizi zote za kimadhehebu. Unaona, basi yule malaika wa 7, kama kitabu hiki siri ni neno la Mungu, yule malaika wa 7 hana budi kuwa ni nabii, kujiliwa na neno la Mungu. Hakuna cha makasisi, mapapa au chochote kile kiwezacho kulipata. Neno haliwajilii watu kama hao. Neno la Mungu humjia nabii tu daima. Malaki 4 iliahidi jambo hilo, na wakati atakapotokea atazichukua siri za Mungu, ambapo kanisa lilikuwa limetatanikiwa kabisa katika madhehebu haya yote, na kuirudisha imani ya watoto iwelekee baba zao. Na ndipo hukumu ya ulimwengu itashuka na ulimwengu utachoma moto. Alafu wenye haki watatembea juu ya majivu ya walio waovu katika ule utawala wa miaka 1000. Nalipata jambo hilo sasa? Vema.
Wengine walikuwa wamelibunia jambo hilo katika wakati wa kimadhehebu, lakini unaona hana budi kuwa ni mtu huyu, yule malaika wa saba wa Ufunuo 11:4 ni yule malaika wa saba amepewa siri za Mungu na anamaliza siri zote ambazo ziliachwa kote katika nyakati za kimadhehebu. Sasa unaweza kuona ni kwa nini siwashambulii ndugu zangu walio katika madhehebu. Ni ule utaratibu wa kimadhehebu. Hawa ni nini? Hawana haja ya kujitahidi kujua hilo, kwa sababu halingeweza kufunuliwa. Hiyo ni kulingana na neno. Walilidhania na kuamini lilikuwapo na kwa imani wakatembea kwalo, lakini sasa limethibitishwa dhahiri. Amina. Lo, jamani, ni andiko la namna gani! Sasa angalia, basi ni yeye yule mwanakondoo anayechukua mahali pake pa kifalme wakati watakatifu wake watakapokuja kumvika yeye taji. Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. Unaona wakati umekwisha. Ufunuo 10:6. Hapana wakati tena. Angalia, kuna pembe 7 juu ya mwanakondoo huyu. Mliona jambo hilo? Mwenye pembe 7. Ndio kwanza tusikie jambo hilo. Pembe zinamaanisha nguvu kwa mnyama. Pia angalia, yeye hakuwa mnyama, kwa sababu alikitwaa kile kitabu kutoka katika mkono wa kuume wa yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Unaona? Angalia. Lo, jamani, ninaamini niliandika jambo hilo mahali fulani. Lo, kuvunja ile mihuri na kufungua ile hati miliki na ule ujumbe kwa malaika wa mwisho, naye anaketi katika mahali pake pa kifalme. Hicho ndicho anachokuja sasa kufanya. Sasa angalia, wakati yeye anapotoka zile pembe 7. Sasa wakati alipomwona mwanakondoo huyu, Yohana akimwangalia, alionekana kana kwamba amechinjwa, ametapakaa damu, naye ametokea umilele, naye akaanza kuwa mpatanishi. Basi wewe omba kwa Mariamu kadiri utakavyo. Hakukuwako na mtu mbinguni na duniani, ama hapana mtu, hakuna mwenye uhai mahali popote angeweza kukitwaa. Yohana hata alilia kwa ajili ya jambo hilo. Lo, rafiki Mkatoliki, je, huwezi kuona jambo hilo? Usimwombe mtu fulani aliyekufa. Mwanakondoo ndiye mpatanishi pekee. Unaona, yeye ndiye aliyejitokeza. Basi alifanya nini sasa? Alikuwa nyuma huku akifanya upatanisho mpaka damu yake imepatanisha kwa kila mtu. Naye mwanakondoo sasa anajua yale yaliyoandikwa katika kile kitabu. Kwa hiyo yeye alijua tangu kuweko misingi ya ulimwengu, majina yao yalikuwa mle ndani. Kwa hiyo yeye amesimama hapa nyuma na lakini akafanya kazi ya mpatanishi namna hii, mpaka kazi ya upatanisho, mpaka kila mtu aliyewekwa kwenye kile kitabu amekombolewa na imekwisha. Na sasa yeye anatoka. Unaona, amekwisha fanya kazi yake ya jamaa wa karibu. Yeye amenyini kabisa. Unajua kazi ya jamaa wa karibu ilikuwa ni nini? Kushuhudia mbele ya wazee. Nakumbuka Boazi akitoa kiatu chake na kadhalika. Yeye amefanya haya yote. Sasa yeye anakuja kumchukua bibi harusi wake. Amina. Anakuja sasa kama mfalme, anamtafuta malkia wake. Amina, amina. Katika kitabu hiki ndimo mlimo na siri yote ya hilo imeviringishwa katika nini? Katika mihuri 7. Lo, ndugu, mihuri 7 ikimngojea yeye aje. Angalia, hebu na tupate mifano hii. Vema, ni saa 3 tu, tumebakiza masaa 3 ama zaidi yaliyotusalia. Hebu ni tu, shetani anakaza kuniambia watu wao wanachoka. Kwa hiyo nafikiri wanachoka, lakini hebu na tuchukue jambo hili hata hivyo. Pembe 7 zilikuwa ni yale makanisa 7. Unaona, ile nyakati 7 za kanisa, kwa sababu hizo zilikuwa ndizo ulinzi wa mwana kondoo alizolinda kwazo haki zake duniani. Ilikuwa ni kundi la watu waliotumwa na Mungu ambao walilinda, unaona, ile pembe juu ya mwana kondoo. Macho 7 ni wale wajumbe 7 wa zile nyakati 7 za kanisa. Macho 7, waangalizi 7. Je, ungependa kuandika maandiko machache? Hebu na tu yafungue tu hayo. Mnasemaje? Mna wakati kama huo?
Vema, hebu na twende katika Zekaria, kitabu cha Zekaria kidogo tu, nasi tutasoma sehemu ya haya. Sitaki kuwachelewesheni sana katika mambo haya na nami, lakini hata hivyo sitaki mlikose ni kitu gani kilicho muhimu zaidi kuliko jambo hili. Naam, ni kitu gani? Mtufanye katika kusanyiko anasema ndugu Branham. Naam, usipime huo. Hakuna kitu kilicho muhimu kuliko uzima wa milele kwa mtu. Nasi hatuna budi kupata jambo hili sasa, na tuwe na hakika ya kwamba tunalipata. Vema Bwana. Na sasa tunataka kusoma Zekaria sura ya 3. Nadhani hiyo ndiyo. Sasa Zekaria 3. Tutaenda tu kuchukua mifano hii hapa kama nimeandika maandiko yangu. Nilikuwa nikipiga viowe vya furaha kila mahali ya dhuhuri ya leo nilipopata jambo hili. Kwa hiyo sijui tu kama nimeandika sawasawa ama la, ninatumaini nimefanya hivyo. Zekaria 3, hebu na tuone kama nina 89 hapa, lakini haina budi kuwa ni 8 hadi 9. Sawa, ninajua haiwezi kuwa 89. Zekaria 3, 8 na 9. Sikiliza sasa, Yoshua, kuhani mkuu, wewe na wenzako waketio mbele yako, maana hao ni watu walio ishara. Kwa maana tazama, ninamleta mtumishi wangu aitwaye kifukizi, Kristo. Maana litazame jiwe hili nitakaloliweka mbele ya Yoshua katika jiwe moja yako macho 7. Macho 7. Tazama, nitachora machoro yake, asema Bwana wa majeshi. Nitauondoa uovu wa nchi ile katika siku moja. Sasa hebu na tufungue Zekaria 4:10. 4:10. Sikilizeni. Ni nani aliyeidharau siku ya mambo madogo? Mungu katika urahisi, unaona. Kwa kuwa watafurahi nao wataiona timazi katika mikono ya Zerubabeli ambaye ni yake. Naam, hizi 7, hizi ndizo macho ya Bwana yapiga mbio huko na huko duniani mote. Yale macho 7, macho maana yake ni kuona. Kuona maana yake ni manabii, waonaji. Mwanakondoo huyu alikuwa na pembe 7 na kila pembe ilikuwa na jicho. Macho 7 ni kitu gani? Kristo na bibi harusi wake. Nyakati 7 za kanisa. Kutoka katika hizo kulitokea manabii 7, waonaji 7, macho. Kwa hiyo yule wa mwisho hana budi kuwa ni nabii. Vema, angalia, yeye si mnyama. Alijitwaa kile kitabu kutoka katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Alikuwa ni nani? Yule mwenyewe wa asili, aliyekuwa na kile kitabu cha ukombozi katika mkono wake wa kuume. Wala hakuna malaika, hakuna kiumbe cha malaika, hakuna chochote kingine kingeweza kupachukua mahali hapo. Naye mwanakondoo huyo aliyeloa damu akatoka na kukitwaa kile kitabu kutoka katika mkono wake. Ilikuwa ni nini? Ndugu, hili ndilo jambo lililo tukufu kuliko yote katika maandiko. Amina. Tendo ambalo hakuna malaika, hakuna kitu chochote kingeweza kulifanya. Naye mwanakondoo akaja na kuvitoa kutoka katika mkono wa kuume wa yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Ni kitu gani? Sasa ni mali ya mwanakondoo. Amina. Sheria za Mungu zilihitaji, yeye ndiye anayekishikilia. Sheria ya Mungu ilihitaji mkombozi, ile jamaa wa karibu. Ndipo mwanakondoo akatokea amekishika. Nini? Ni jamaa yao karibu. Mimi ni mkombozi wao. Sasa mimi nimewafanyia upatanisho, na sasa nimekuja kudai haki zao kwa ajili yao. Amina. Huyo ndiye peke yake. Nimekuja kudai haki zao, kwamba wao wana haki ya kila kitu kilichopotea katika lile anguko, nami nimelipa ile gharama. Ndugu,
hilo halifanye kujisikia wa kiroho ndani, si kwa kazi njema ambazo tumefanya, bali kwa neema yake. Ngoja kidogo, nao wazee na kila kitu kinginecho wakaanza kutupa taji zao, na watu mashuhuri wakaanza kupomoka chini. Unaona, hakuna mtu angaliweza kufanya jambo hilo, naye anaenda moja kwa moja hadi kwenye mkono wa kuume wa Mungu na kukitoa kile kitabu kutoka katika mkono wake na kudai haki zake. Nimewafia, mimi ndiye mkombozi aliyejaa yao wa karibu. Ni mimi ndiye mpatanishi, damu yangu ni wangu, nimefanyika mtu, nami nilifanya jambo hilo kusudi nilirudisha kanisa hilo tena lile nililoona kabla kwa misingi ya ulimwengu. Nimelikusudia, nililinena lingekuwako, na hakuna mtu aliyeweza kukitwaa, bali nilishuka nikaenda nikafanya jambo hilo mimi mwenyewe. Nimemtia jamaa yao wa karibu, nilifanyika wa ndugu yao, ndivyo anakitwaa kile kitabu. Amina. No, ni nani anayeningojea kule usiku wa leo? Ni nani huyo? Ni kanisa anayengojea kule. Ni kitu gani kingine kingeweza kukungojea kule? Yule mkombozi, ile jamaa wa karibu. Lo, jamani, nitamshi la fahari jinsi gani, ama tendo. Sasa yeye ana hati miliki ya ukombozi, anayo katika mkono wake. Upatanisho umekwisha sasa, anayo mkononi mwake. Kumbukeni, ilikuwa katika mkono wa Mungu wakati wote, lakini sasa iko mkononi mwa mwanakondoo. Sasa angalia, haki miliki ya ukombozi wa viumbe vyote iko katika mkono wake, naye amekuja kuidai airudishe pia kwa ajili ya jamii ya binadamu. Kuidai irudi kwa malaika, alidai iwarudie wanadamu ambao walipewa hiyo, kuwafanya wana na binti za Mungu, tena kuwarudisha tena katika bustani ya Edeni kila kitu alichopoteza, viumbe vyote, miti, uhai, wanyama, kila kingine kile. Ndio jamani, hilo aliwafanya kujisikia wenye furaha. Nilidhani nilikuwa nimechoka, lakini sasa sijachoka. Unaona, wakati mwingine ninafikiri ninakuwa mzee mno kuweza kuhubiri, halafu ninaenda kuona kitu kama hicho, na ninafikiri mimi ni kijana tena na ninafanya jambo fulani kwako. Unaona, kwa kuwa ninajua jambo hili ya kwamba kuna mtu fulani kule anayeningojea. Kuna mtu aliyelipa deni ambayo nisingeweza kulipa. Hiyo ni kweli, yeye alinilipia. Chali alikulipia, alilipia jamii yote ya binadamu, na sasa anakuja kudai haki zake za ukombozi. Kudai kwa ajili ya nani? Si kwa ajili yake, kwa ajili yetu. Yeye ni mmoja wetu, yeye ni jamaa yetu. Lo, jamani, yeye ni ndugu yangu, yeye ni mwokozi wangu, yeye ni Mungu wangu, yeye ni mkombozi wangu aliye jamaa wa karibu. Yeye ni yote. Kwa kuwa mimi nilikuwa ni kitu gani bila ya yeye? Ama ningekuwa kitu gani bila ya yeye? Kwa hiyo unaona, yeye ni yote kwangu, naye anasimama pale kama jamaa zetu, na sasa amekuwa akituombea hadi kufikia wakati huu. Na sasa yeye anatokea na kukichukua kitabu cha ukombozi, kudai haki zake za yale aliyotufanyia. Wao wanakufa. Yesu alisema yeye aniaminie mimi, ndio alikuwa amekufa, hata hivyo ataishi. Yeye aishie na kuniamini mimi hata kufa kamwe. Yeye aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu yuna uzima wa milele, nami nitamfufua katika siku ya mwisho. Haiduru akilala mauti katika zamu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita ama ya saba, popote atakapolala mauti itakuwaje? Parapanda ya Mungu italia, ile parapanda ya mwisho italia. Wakati ule ule yule malaika wa mwisho atakapotoa ujumbe wake na muhuri wa mwisho utafunguliwa, ile parapanda ya mwisho italia. Ndipo mkombozi anakuja kuchukua mali yake iliyokombolewa, kanisa lake lililosafishwa kwa damu. Sasa lo, viumbe vyote vimo katika mkono wake sasa, ambamo mpango wote wa ukombozi umetiwa muhuri kwa mihuri 7 ya siri katika kitabu hiki alichokitwaa. Sasa angalia, na yeye pekee ndiye tu anayeweza kumfunulia yeyote atakaye. Amekishika katika mkono wake. Unaona, sasa yeye aliahidi kitafunuliwa wakati huo. Sasa kwa kuwa kimetiwa muhuri kwa mihuri 7 ya siri, kile kitabu cha ukombozi. Sasa angalia, kama vile sasa
Enyi marafiki, niliwaambia nitawaachilia mtoke kwenye saa 2:30, lakini nimerusha kurasa 3 ama 4 hapa nipate kufikia jambo hili. Kwa hiyo ninataka, nimeshavuka saa 3 ili kwamba mpate kurudi kesho. Lakini sasa katika kitabu hiki cha mihuri 7 cha ukombozi ambacho mwanakondoo alikitwaa ndani yake mwenyewe, alikuwa ndiye pekee ambaye angeliweza kufanya jambo hilo, naye alikitwaa kutoka katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kiti cha enzi, sasa kudai nini zake za ukombozi, kudai haki zake, kudai kwa ajili yangu na kwa ajili yako kile alichotukombolea kunini. Unaona, kuturudisha kwenye kila kitu ambacho Adamu alipoteza katika bustani ya Edeni. Yeye ametukomboa kuturudisha katika hayo. Sasa pamoja na mwana kondoo akiwa na kile kitabu mikononi mwake, tuko tayari kuomba neema na rehema zake juu yetu, kutufungulia hiki kitabu cha mihuri 7 na aturuhusu tuangalie ng'ambo ya pazia la wakati kidogo tu. Lo jamani, angalia wakati alipokitoa kile kitabu, ile hati miliki iliyotiwa muhuri. Shika hilo tu ndani mwako sasa, na kuivunja ile mihuri ya ile siri, kuifunua, kuileta kwa nani wake. Unaona, raia wake wote waliokombolewa. Sasa tutakapofikia jambo hili katika ile mihuri, tutarudi kule nyuma na kuona hizo nafsi zilizo chini ya madhabahu zikilia, Bwana, hata lini? Hata lini? Na hapa yeye ni kama mpatanishi kwenye madhabahu, muda kidogo tu mpaka utakapokuwa na wengine itakaowabidi kuteseka kama ninyi. Lakini sasa anatoka hapa kwenye muhuri huu wa mwisho. Yeye si mpatanishi tena, yeye ni mfalme sasa. Naye anafanya nini? Kama yeye ni mfalme, hana budi kuwa na raia, na raia wake ni wale ambao amewakomboa, nao hawawezi kumkaribia mpaka atakapochukua zile haki za ukombozi. Na sasa yeye anakwenda kutoka kuwa mpatanishi ambapo mauti ilituweka katika kaburi. Yeye anatoka akiwa na haki zake. Amina. Na hata wale walio hai na kusalia mpaka kuja kwake hawatawazuia wale waliolala mauti, kwa kuwa parapanda ya Mungu italia kwenye ile parapanda ya mwisho, wakati muhuri wa mwisho utakapovunjwa, na wakati yule malaika wa 7 anapotangaza ujumbe wake, parapanda ya mwisho italia, na waliokufa katika Kristo watafufuka, na sisi tulio hai na tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao kumlaki yeye hewani. Yeye anadai, yeye amekuja sasa kudai mali yake. Angalia jambo hili jamani, akavunja ile mihuri, akafunua zile siri. Akazifunua wapi? Kwa wakati wa mwisho wa kanisa, ambao ndio pekee wanaoishi. Wengine wao wamelala. Yeye alisema kama akija katika zamu ya kwanza, zamu ya pili, zamu ya tatu na kuendelea mpaka zamu ya 7. Katika zamu ya 7 amri ilitolewa ama wito, tazama bwana harusi yuaja. Na wakati walipoambiwa jambo hilo, yule bikira aliyelala ile makanisa baridi yalisema, no, unajua nini, naona nikitaka kumpokea huyo Roho Mtakatifu. Niwaona Wapresbiteri wa Episkopalia, nilisikia ujumbe wangu huko chini kwa hao watu wanaosimama kule katika lile gazeti la Voice, na pale ni nini nikisema, sema ni nini kimempata mwandishi huyu anayesema Baba Mtakatifu fulani, wakati Biblia ilisema msimwite mtu yeyote baba namna hiyo. Unaona, wao wanalala pamoja nao, hiyo ndio sababu. Lakini wakati walipokuja na kusema naam, tunaamini, mwanamke mmoja alimpigia simu mwanamke mwingine sasa hivi akasema, unajua nini, ni Episkopalia. Akasema nilinena kwa lugha hivi majuzi, ninaamini nilimpokea Roho Mtakatifu, lakini usimwambie mtu. Ninashuku jambo hilo sana. Huenda ulinena kwa lugha, lakini kama umeuasha moto moyo wako, mtu huyo atatuli yake. Hiyo ni kweli. Unaona, hawezi kutulia. Ungeweza kuwazia akina Petro na Yakobo na Yohana na hao wengine kule juu kwenye chumba cha juu,
wakisema no, tuna Roho Mtakatifu sasa, lakini labda ni afadhali tutulie tu kupitia madirishani, milangoni na kila kitu. Hao watatoka wakaingia mitaani wakiwa kama kundi la walevi. Huyo ndiye Roho Mtakatifu halisi. Lakini unaona, huyo mwanamwali aliyelala hapati kitu chochote. Hata hivyo hiyo ni kweli. Pia kumbukeni, wakati walipotoka kwenda kununua mafuta, kumbukeni maandiko hayasemi waliyapata. Lakini wakati walipokuwa wametoka kwenda kujaribu kuyanunua, kulitokea sauti. Ni nini kilichotukia? Wanawali wote wale waliolala waliamka na kusafisha taa zao na wakaingia kwenye ile karamu. Hiyo ni kweli. Na hao wengine waliachwa kwa kipindi kile cha dhiki kweli, wakilia, wakiomboleza na kusaga meno. Hilo ni kanisa, hili ni harusi. Kanisa, bibi harusi aliingia. Kuna tofauti kubwa sana kati ya kanisa na bibi harusi. Naam Bwana. Wakaingia katika karamu ya harusi. Angalia jamani, ile mihuri ilivunjwa. Kwa nini? Katika wakati wa mwisho wa kanisa kufunua kweli hizi. Kwa nini? Mwana-Kondoo alivunja hiyo mihuri na kuifunua kwa kanisa lake, kusudi apate kuwakusanya raia wake kwa ajili ya ufalme wake, bibi harusi wake. Unaona? Jamani, anataka kuwaleta raia wake kwake. Sasa ni nini? Kutoka katika mavumbi ya dunia, kutoka katika kilindi cha bahari, kutoka katika mashimo, kutoka kila mahali na kila sehemu, kutoka katika sehemu zenye giza, kutoka paradiso, popote wanapoweza kuwa. Yeye ataita nao watajibu. Amina, amina. Yeye ataita nao watajibu. Yeye alikuja kuwachukua ile wake. Yeye alizifunua siri zake nao wakaziona, na hata kuwa na wakati baada ya haya. Wakati huo, wakati umekwisha. Vema, yeye anaondoka kwenye kile kiti cha enzi kuwa mpatanishi, kama Mwana-Kondoo aliyechinjwa apate kuwa simba, mfalme apate kuleta ulimwengu hukumuni, ambao wameukataa ujumbe wake. Yeye si mpatanishi. Kumbukeni mafundisho ya Agano la Kale. Sasa tunapoharakisha, wakati damu ilipoondolewa kwenye kiti cha rehema, ilikuwa ni nini? Kiti cha hukumu. Na wakati yule Mwana-Kondoo aliyechinjwa alipotoka, akaja kutoka umilele, kutoka kwenye kiti cha enzi cha Baba na kuchukua haki zake, kilikuwa ni kiti cha hukumu. Ndipo yeye akawa si Mwana-Kondoo bali simba, mfalme. Naye anamwita malkia wake aje asimame karibu naye. Hamjui ya kwamba watakatifu wataihukumu nchi? Danieli alisema hukumu ikawekwa na vitabu vikafunguliwa, na 10,000 mara 10,000 ya maelfu wakamtumikia mfalme na malkia. Kisha kitabu kingine kikafunguliwa ambacho kilikuwa ni kitabu cha uzima. Hicho ni cha kanisa. Naye malkia pamoja na mfalme wakasimama pale, kama vile shairi la mchunga ng'ombe ilivyosema jana usiku nilipokuwa nimelala malishoni. Niliangalia nyota mbinguni, nami nilishangaa kama mchunga ng'ombe wakati wowote angeweza baadaye kuingia kwenye ile raha. Kuna njia ya kuingia katika nchi ile inayong'aa yenye furaha, lakini kuna giza kule mkondo fulani, ndivyo wanavyosema. Lakini ile pana inayoelekeza upotevuni, yote imepambwa na inang'aa kote njiani. Wananena juu ya tajiri mwingine mkuu. Yeye ananena katika lugha ya maisha yake ya uchungaji wa ng'ombe. Kama ulipata kuwa katika kukusanya ng'ombe, ungeweza kujiona kwa dhahiri. Wananena juu ya tajiri mwingine mkuu, naye kama ng'ombe kwake hawafuriki, ndivyo wasemavyo. Daima atakuwa na nafasi kwa mwenye dhambi atakayeenda katika hiyo njia iliyonyoka, iliyo nyembamba. Wanasema yeye hata kuacha kamwe, naye anajua kila tendo na mtazamo. Kwa ajili ya usalama, afadhali tutiwe alama jina letu liandikwe katika kitabu chake kikuu cha kuorodhesha. Kwa kuwa wao wanasema kutakuwa na kukusanyika kukuu, wakati wachunga ng'ombe kama ndawa yatima watasimama wapate kutiwa alama, na wapanda farasi wa hukumu, hao manabii na waonaji waliowekwa kazini, na wanajua kila aina.
Kama ulipata kuwa katika kukusanya ng'ombe, umuone bosi amesimama pale nje na hao wapanda farasi na kuzungusha kwenye kundi hilo la ng'ombe, yeye ataona chapa yake ikipita, naye atamwita bosi, naye bosi ataiona na kumwashiria. Ng'ombe wake wataingia moja kwa moja, atazunguka na kuzunguka katika mzunguko huu wa kundi la ng'ombe waliokatwa pembe namna hiyo na kuwatenganisha ng'ombe wake. Unaona, unasema kutakuwa na kukusanyika kukubwa, nao wachunga ng'ombe kama ndama yatima watasimama, watakaotiwa alama na wapanda farasi wa hukumu, waliwekwa kazini na wanajua kila aina. Unaona, kwa hiyo alisema, nadhani nitakuwa ndama mdogo aliyepotea, mtu tu aliyehukumiwa kifo asiyetiwa alama, huyo wanamfanya mchuzi. Unaona, atakayetenganishwa na kundi hilo pamoja na wajeuri wengine wakati bosi wa hao wapanda farasi atakapokuja. Naona ni nani? Yule bosi wa hao wapanda farasi. Huyo ni mwana kondoo kwa wale wajumbe 7 ambao wamewekwa kazini na wanajua kila alama. Unaona? Angalia, huyo hapa anakuja, anaondoka kwenye kile kiti cha enzi kama mpatanishi, kama mwanakondoo aliyechinjwa, awe simba mfalme kuleta ulimwengu wote katika hukumu ambao umemkataa. Mkombozi wetu aliyejamaa wa karibu wakati huo ni mfalme juu ya wote. Kwa nini? Yeye ana hati miliki ya ukombozi, yote yako katika mkono wake. Ninafurahi kwamba ninamjua. Unaona, ndipo anadai urithi wake. Hilo ni kanisa, bibi harusi. Yeye anadai hilo. Yeye anafanya nini basi? Anamaliza mshindani wake Shetani, anamtupa katika ziwa la moto pamoja na wale wote walioongozwa na Shetani kulikataa neno lake la ukombozi. Yeye ni mfalme sasa. Rehema ingali iko kwenye kile kiti cha enzi. Usikatae neno lake. Unaona, wale wapanda farasi wanajua vizuri wewe ni nani. Na sasa mshindani wake ambaye amemsumbua kwa muda wa miaka 2000 akidai, ninaweza kuwafanyia lolote nitakalo, bado wako mkononi mwangu, wao ni wangu, mimi walipoteza ile haki miliki kule nyuma. Lakini yeye ni mkombozi aliyejamaa wa karibu. Yeye alisema yuko nyuma hapa akiwaombea sasa, lakini siku moja anasema nitawaweka kaburini. Lakini yeye aliliambia kanisa nitawafufua. Unaona, lakini kwanza sina budi kuwa mwombezi. Sasa yeye anatoka kutoka katika umilele kule nyuma mbali, anatoka kwenye kile kiti cha enzi cha Baba ambako aliketi kama mwombezi. Sasa yeye anakuja kuwa mfalme. Lo, kutawala mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Hukumu imewekwa. Lo, ndugu, mkombozi aliye jamaa yetu wa karibu anashikilia yote. Hiyo ni kweli. Naam Bwana. Yeye anafanya nini? Anamsaa yule mshindani Shetani. Wao ni wangu sasa, nimewafufua kutoka kaburini. Kisha anawachukua waongo wote na wenye kulipotosha neno na wote wa namna hiyo pamoja na Shetani na kuangamiza katika lile ziwa la moto. Yote yamekwisha sasa, anawatupa katika ziwa la moto. Lo, jamani, najua nini? Ninataka kusema jambo fulani hapa kabla hatujafunga, na ndipo tutaharakisha. Angalia, sasa tumefikia kifungu cha 7, lakini kutoka kifungu cha 8 hadi cha 14 ninataka muone kitu kinachotukia. Wote waliokuwa mbinguni na wote waliokuwa juu ya nchi. Hebu sikilizeni tu jambo hili, hebu nilisome tu sasa. Ninaamini lingekuwa ni jambo bora zaidi kama nikisoma tu kutoka katika kitabu pamoja na kifungu cha 7. Unaona pia, angalieni kifungu cha 6. Nikaona na tazama, katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4 na katikati ya wale wazee, mwana kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye vichwa 7 ama pembe 7, na maanisha pembe 7 na macho 7. Tumeeleza hilo sasa hivi.
ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Naona nyakati 7 za kanisa, wale wajumbe 7 waliodumisha ule moto kuwaka. Naona vema. Naye akaja yule mwanakondoo, akakitwaa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi, aliyeketi juu ya kiti cha enzi. Sasa angalia, na wakati alipofanya hivyo, angalia jambo lililotukia. Nena kuhusu yubile. Sasa huku ndiko kule kuvunjwa hasa kwa hiyo mihuri kuna tukia. Tutafikia kwenye kile kinya cha nusu saa mara baada ya jambo hili. Angalia jambo hili, nasi tutaanza kuliingilia, tutamaliza jambo hili Jumapili ijayo usiku baba hapa. Na sikilizeni kwa makini sasa. Mko tayari? Semeni amina. Sikilizeni kwa makini jambo lililotendeka wakati alipofanya jambo hili. Wakati viumbe vyote vilipokuwa vinaugua, hakuna aliyejua la kufanya, na Yohana alikuwa analia. Hapa kaja mwanakondoo, akaenda pale, na kitabu hiki kilikuwa katika mikono ya mwenyewe wa asili, kwa maana mwanadamu alikuwa ameanguka na kukipoteza, wala hakuna mtu aliyeweza kukitoa tena. Kuikomboa dunia hakuna kasisi, papa, kwa chochote kama nilivyosema. Lakini mwanakondoo akaja. Hakuna cha Mariamu, hakuna cha mtakatifu huyu ama cha mtakatifu yule. Mwanakondoo akaja, amelowa damu, amechinjwa, na akakitwaa kile kitabu kutoka katika mkono wa kuume wa yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Na wakati walipoona kulikuwako na mkombozi na nini wote, zile nafsi chini ya madhabahu, wakati malaika, wakati wale wazee, wakati kila kitu kilipoona jambo hilo, wakati jambo hili lilipotendwa, ningali bado liko katika siku zijazo. Usiku wa leo yeye ni mpatanishi, lakini yeye atafikia jambo hili. Angalia, hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye wai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana-kondoo. Kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Hao ni wale walio chini ya madhabahu, ambao wameomba kwa muda mrefu zamani. Unaona, walikuwa wameomba wapate ukombozi, wakaomba wapate ufufuo. Na hapa hawa wazee wanamwaga maombi yao mbele ya, maana sasa tuna mwakilishi, tuna jamaa wa karibu mbinguni ambaye amekuja kutoa madai yake. Nao waliimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu wetu. Angalia, kwa damu yako watu wa kila kabila, lugha na jamaa na taifa, nawe umetufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, basi tutamiliki juu ya nchi. Walitaka kurudi, na hawa hapa wanarudi, wapate kuwa wafalme na makuhani. Utukufu kwa Mungu. Mnajisikia vizuri za kutosha kulima kwa lugha. Angalia, tazama, na hao ilionekana kana kwamba sina lugha ya kutosha ningeweza kumsifu kwayo. Ninahitaji moja ambayo hata sijui. Angalia, nami nikaangalia. Sikilizeni jambo hili. Nami nikaona na nikasikia sauti ya malaika wengi. Sikilizeni ni yubile ya namna gani inayoendelea. Walipomwona yule mwana-kondoo akija na kukitwaa kile kitabu cha ukombozi, zile nafsi zilipiga makelele ya furaha. Tutafikia jambo hilo wote, kila kitu. Wale wazee walianguka chini, wakamimina maombi ya watakatifu. Ni kitu gani? Kulikuwa na jamaa wa karibu aliyetuwakilisha. Walianguka wakasujudu, nao wakaimba wimbo na kusema, umestahili kwa maana ulichinjwa. Angalia kile, na waangalia malaika hawa. Nami nikaona na nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi, na wale wenye uhai na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000, 1000 mara 1000. Angalia, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana-kondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na heshima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Ni ubile namna gani inayoendelea mbinguni wakati yule mwana-kondoo anapoondoka kwenye lile jukwaa la uombezi kuja hapo kutoa madai yake.
Wajua hilo lilimshangaza Yohana sana. Hana budi aliona jina lake limeandikwa pale. Wakati mihuri hiyo ilipovunjwa, hapana budi alifurahi sana. Sikilizeni yale aliyosema: na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na upande wa chini ya nchi na vyote ndani ya bahari na vitu vyote ndani yake vilivyo ndani yake vilinisikia nikisema, baraka, heshima, utukufu, uweza una yeye aketiye juu ya kiti cha enzi na yeye mwana-kondoo hata milele. Amina, amina na amina. Na wale wenye uhai wanne wakasema amina, na wale wazee 24 wakaanguka na wakamsujudu yeye aliye hai milele hata milele. Nena kuhusu yubile, nena kuhusu wakati ule mwana-kondoo alipotokea. Unaona, kile kitabu hata kimetiwa muhuri huko mbinguni, zile siri zimetiwa muhuri. Unasema, je, jina langu limo? Sijui nini, ninatumaini limo, lakini kama limo, liliwekwa kwenye hicho kitabu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Lakini jambo la kwanza ambalo liliwakilisha ule ukombozi, alikuja mwana-kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, naye akakitoa kile kitabu utukufu, akakifungua kile kitabu na kuichana ile mihuri na kukituma duniani kwa malaika wake wa 7, kukifungua kwa watu wake. Haya basi, jamani, ni kitu gani kilichotukia? Vigelegele, vifijo, zile haleluya, wanafuta nguvu, utukufu, dhihirisho. Kusanyiko liendelea kufurahi sana. Na maskini Yohana aliyekuwa amesimama pale, ndugu yetu akilia, mbona yeye akasema, kila kitu mbinguni, kila kitu duniani na kila kitu chini ya bahari vilimsikia nikisema kwa sauti kuu, amina, amina. Baraka, heshima na uweza na nguvu ziwe kwake yeye aishi milele na milele. Zungumza kuhusu wakati wa furaha, wakati wa mihuri ilipovunjwa. Yohana hana budi aliangalia ndani na kuona ng'ambo ya pazia la wakati na kusema, yule pale Yohana. Alifurahi sana, hata akasema, kila kitu mbinguni, hapana budi. Alisema kwa sauti kuu, hivyo kila kitu mbinguni, kila kitu duniani, kila kitu chini ya nchi, kila kiumbe, kila kitu kinginecho vilinisikia nikisema, amina. Baraka na utukufu na hekima na nguvu na uweza na utajiri ni yake yeye, amina. Kwa nini? Wakati ufunuo ulipokuja ya kwamba yule mwana-kondoo, yule mkombozi, jamaa yetu, alikuwa amerudi kutoka katika kiti cha enzi cha upatanisho na amekwisha toka hapa nje atoe miliki yake. Karibuni mwana-kondoo atamchukua bi harusi wake. Daima wewe ubavuni pake jeshi lote la mbinguni litakusanyika. Litakuwa tamasha lenye utukufu. Watakatifu wote wamevaa nguo nyeupe sana zisizo na waa, nasi tutatawala pamoja na Yesu milele. Njo ule Bwana aita ule neno, njo ule. Ninaishiwa na maneno, unaona. Njo ule. Unaweza kula mezani pa Bwana wakati wowote sasa, lakini wakati atakapoondoka hakuna tumaini. Yeye aliyewalisha makutano akageuza maji kuwa divai, yeye aliyesema ya kwamba yeye ananiamini mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya. Jamani, yeye aliyeahidi mambo haya katika siku za mwisho, yeye aliyesema mambo haya, yeye aliye sasa katika wakati wa kufunuliwa kwa mambo haya yanayofanywa wazi, ndio ule. Usikose jambo hilo ndugu yangu. Sasa hebu na tuinamishe vichwa vyetu kidogo. Kesho usiku kwa neema ya Mungu tutajaribu kuvunja muhuri wa kwanza. Kama Mungu atauvunja kwetu na kuturuhusu tuone vile ufunuo huu ulikuwa ni kitu gani uliofichwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, kabla hatujafanya jambo hilo. Ewe rafiki mwenye dhambi ama mshiriki wa kanisa vuguvugu, je, wewe ni mfuasi tu wa kanisa ama wewe si mfuasi? Na kama wewe ni mfuasi tu, ni afadhali uliache. Unahitaji kuzaliwa.
Huna budi kuja kwenye ile damu. Huna budi kuja kwenye kitu fulani kitakachoiondolea mbali dhambi tu mpaka hakuna tena kumbukumbu yake. Kama hujafanya matayarisho bado kumlaki mwanakondoo hewani, na kwa mamlaka niliyopewa kwa agizo langu nililopewa na Mwenyezi Mungu na kuagizwa na malaika mwali wa moto, ninawaamuru katika jina la Yesu Kristo, usijaribu kwenda kumlaki na wanachama pekee wa loji la kanisa la dunia hii. Njooni wakati mpatanishi, kadiri nijuavyo mimi, yungali kwenye kile kiti cha enzi akifanya maombezi, kwa sababu itakuja siku ambapo mtataka kuja na hakutakuwako na mpatanishi. Kwa maana kama tunaona saa tunayoishi katika wakati wa saba wa kanisa, na siri za Mungu zikiwa jinsi zilivyo, na Roho wa Mungu aliyethibitishwa akionyesha kila kitu alichoahidi katika siku za mwisho, basi kuna wakati gani zaidi uliosalia? Ewe rafiki mwenye dhambi, njoo. Bwana Yesu, majira yanachelewa. Huenda hata ikawa wakati umeenda zaidi ya tunavyodhania, nasi tunafurahi kuona saa hii ikikaribia. Ni saa yenye utukufu sana ambayo ulimwengu ulipata kujua kwa ajili ya mwamini, lakini kwa mwenye kukataa ni wakati wa huzuni sana ambao ungeweza kuwako. Hakungepatikana maneno katika alfabeti, herufi za kuandika maneno ambayo yangeweza kueleza shida na huzuni zilizo mbele, na wala hakuna maneno ambayo yangeweza kufungwa kutoka katika alfabeti zetu kuonyesha baraka zilizo mbele ya mwamini. Baba, huenda kukawa na wengine usiku wa leo hapa wasio na tumaini, nao ni wanadamu wenye akili. Na sasa kama ile damu ingali iko kwenye kiti cha rehema, mruhusu mwanakondoo aondoke kwenye kile kiti cha enzi, aingie moyoni mwao usiku wa leo na kuwafunulia ya kwamba wao wamepotea, na kwa mikono iliyojaa damu aseme, njoo ikiwa wakati wa kuja ungalipo. Ninauweka ujumbe huu Bwana pamoja na maombi yangu mikononi mwako. Fanya lolote utakalo Baba, katika jina la Yesu. Huku vichwa vyetu vimeinamishwa, kama hujatimiza ombi hili na sharti hili, kama umetegemea tu kanisa lako, hapakuwepo na kitu chochote kingaliweza kukomboa. Kama umetegemea maombi ya mtakatifu fulani, ungali umepotea. Kama umezitumainia kazi za mikono yako, jambo fulani ambalo umefanya, matendo mema, umepotea. Kama umetumaini katika maombi ya mama yako ama haki ya mama yako, baba yako, kama umetumaini katika hilo, umepotea. Kama umetumaini katika amsho fulani ya ajabu, msisimko fulani wa kunena kwa lugha ama kucheza dansi, kama hayo ndio tu umetegemea, na umjui yule mwanakondoo kibinafsi, umjui, basi ninakuagiza mbele za Mungu, weka sawa jambo hilo sasa na Mungu. Ndani kabisa ya moyo wako omba, na uwe tu wa kawaida, kwa sababu Mungu hujificha katika urahisi. Unakumbuka Biblia ilisema wote walioamini waliongezwa. Na wakati tunapokuombea, ninatumaini kwamba utafanya huo uamuzi wako mmoja wa milele. Bwana, nitasema ndiyo. Na uamuzi ni jiwe, lakini jiwe linafaa nini bila mwashi ambaye anaweza kulichonga kujenga jengo lifaye kwenye jengo? Basi acha Roho Mtakatifu akukate kutoka vile ulivyo, akufanye jinsi unavyopaswa kuwa.
Kama wewe ni mfuasi tu baridi wa kanisa, kama mwenye dhambi chochote ulicho, kama huna Kristo bila Roho Mtakatifu, Mungu na akupe amani usiku wa leo. Sasa Bwana, nikija kwa akili timamu kabisa kama nijuavyo, na kimaandiko sana kama nijuavyo kuja, naja sasa pamoja na hawa niliowakabidhi kwako pamoja na neno. Ninatumaini Bwana ya kwamba neno limepata mahali pake katika mioyo ya watu usiku wa leo. Kama kuna kama hao hapa ambao hawajui ama hawana uhakikisho huo wa uwepo mtamu wa Roho Mtakatifu ukikaa katika maisha yao, kwamba hasira ama kutojali ama kujipenda ama chochote kile kilichokata kitu hiki kikubwa kutoka kwao na kimewaweka mbali nacho, ama kanuni fulani za imani ama mwamsho fulani umewaweka mbali na utamu wa ushirika wa Mungu, ya kwamba sasa kitaondolewa mbali, na kwamba huyo mwanakondoo, yule jamaa aliye mtakatifu, aliyelowa damu, aliyekuja kutoka kwenye kile kiti cha enzi, akapitia katika nuru za siri za ukumbi wa kiti cha enzi cha Mungu, akatoka kwenda kudai urithi wake. Mungu jalia usiku wa leo ya kwamba wao watampokea. Naomba kila uamuzi ufanywe kwa uchaji, na naomba kwamba wajisalimishe kwake yeye peke yake, ambaye anayeweza kuwakata na kuwafinyanga wakawa wana na binti za Mungu. Sasa kwa sala ya uchaji ninafanya jambo hili jinsi ninavyojisikia kuongozwa kufanya, katika uchaji mbele za Mungu, kama vile alivyojithibitisha mwenyewe kwako. Nawe hukuwa Mkristo ama hukuwa kile tunachoita nini, si mwenye kujiunga na madhehebu, lakini inamaanisha Mkristo aliyezaliwa mara ya pili, lakini unaamini kwa uchaji ujumbe huu ni kweli, na unaamini kwa uchaji ya kwamba unaweza tu kuokolewa kwa neema ya Mungu. Nawe unaamini ya kwamba yeye ananena na moyo wako sasa, na unataka kumkubali, na uko tayari kwa neno lake kukukata kutoka kile ulicho na kukufanya kile unachopaswa kuwa. Utashuhudia jambo hilo hilo kwa kusimama kwa miguu yako. Kama mtu huyu yuko hapa na anataka kuchukua huo msimamo mkamilifu sana, simama kwa miguu yako. Baba wa mbinguni, sijui la kufanya zaidi ila kunukuu neno lako. Hawa hapa watu wanaosimama kwa miguu yao, wanaojisikia ya kwamba hawajafika mahali wanapopaswa kuwa tayari kwa ajili ya huku kunyakuliwa. Kwa maana kunaweza kutukia kabla ya muhuri wa kwanza kufunguliwa kwetu. Na Baba, ninawaombea mimi kama mtumishi wako, ninaomba ombi hili kwa yule mwombezi mkuu Kristo. Wanapoomba, ninaomba maombi yangu pamoja nao juu ya kile kiti cha enzi cha Mungu cha kipusa, ambapo ile dhabihu iliyolowa damu imekaa pale usiku wa leo, na karibu wakati wowote huenda akatoka kwenye kile kiti cha enzi kuja kudai mali yake. Ndipo hapana rehema tena, iliyosalia ni hukumu. Tujalie Bwana kwamba watu hawa waliosimama kwa miguu yao, wanaosimama katika mioyo yao wakitubu na wakiwa tayari kumruhusu Roho wa Mungu awafinyange na kuwakata na kuwaumba wawe mawe yaliyo hai, wakafanyika nyumba ya Bwana Mungu.
Tujalie Baba, ninawakabidhi kwako sasa. Nawe ulisema yeye atakaye nikiri mimi mbele za watu, nitamkiri mbele za Baba yangu na malaika watakatifu. Na sasa wewe umeketi pale mbele ya wote usiku wa leo, nao wanasimama wakikukiri wewe. Na Bwana, kama jambo hilo linatoka katika kilindi cha mioyo yao, kwa hakika tu kama vile neno la Mungu lilivyo halisi, wewe sasa unawafanyia upatanisho na kuwakubali katika kiwango cha neema na rehema ya damu inayosafisha ya mwana kondoo wa dhabihu. Nao watakuwa wako katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa ninyi mnawaona watu hawa waliosimama kwa miguu yao, kijana huyu mwanamume aliye pale ndani na hao wengine wanaosimama, ninyi ambao mlijisikia ya kwamba dhambi yote na hukumu zimeondoka, ninawatakeni msimame tu. Baadhi yenu mlio karibu nao, wapeni mkono na kusema, ndugu, nitakuwa nikikuombea. Dada, nitakuombea. Wapeni tu mkono na kusema, Mungu akubariki. Na sasa mengine yamo mkononi mwa Mwenyezi. Sema, nitaomba nami nitafanya yote niwezayo kufanya kuwasaidia kuingia katika ufalme wa Mungu. Uitwa lo, Yesu anaita kwa pole, akuita leo. Mnampenda? Yeye ni wa ajabu. Lo, tungefanyaje bila hili? Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu ndivyo mtu atakavyoishi. Lo, nilishe mimi Bwana kwa neno. Msiache kukutanika pamoja kama ilivyo desturi ya wasioamini. Na zaidi sana mnapoona ile siku ikikaribia. Mungu akipenda, kesho usiku kwa neema ya Mungu nitajaribu kwa yote yaliyo ndani yangu kuomba yeye atuombee ya kwamba siri za mioyo hii zinapoonekana nitawatangazia watu neno la Mungu mpaka nitakapokutana nanyi. Mungu awe pamoja nanyi. Na sasa namwachia ibada ndugu yetu mpendwa, ndugu Nevo mchungaji. Ni wangapi wanaompenda ndugu Nevo? Sasa sote tunampenda. Njoo huku mbele ndugu Nevo. Ndugu Nevo, Mungu akubariki ndugu. Amen.